بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى في محكم تنزيله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال أيضا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال أيضا: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. أما بعد, baada kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tumetanguliza hizi aya na hadithi tukufu kama utangulizi wa madarasa haya, ama kama mwanzo wa madarasa haya ambayo tumeanzisha. Takuwa ni madarasa yanayofungamana na fiqhi ya ibada zetu, namna ya kufanya ibada zetu, na yatakuwa ni madarasa mafupi mafupi, takriban baina ya dakika 8 inshallah mpaka dakika 10 kila darsa, tukieleza masala mmoja au masail mawili katika namna ya kusimamisha ibada zetu. Manake ni jambo ambalo mashekhe zetu wametuhimiza kuwa namna jamii ilivyo, namna jamii inavyoelekea, kuna upungufu mkubwa katika kujua namna ya kufanya ibada. Wengi wetu hatujui namna ya kutawadha, wengi wetu hatujui namna ya kuswali sawa sawa. Yani kuna mapungufu makubwa. Kwa sababu ya hiyo inshallah ndo nasihiwa na baadhi ya ndugu zetu tufanye haya madarasa, lakini kwa ufupi. Manake kila ambavyo madarasa yanakuwa mafupi ndio mtu ama watu wanaweza kufaidika zaidi, yani watu wengi. Kwa hiyo inshallah tumetaja aya muhimu sana. Mwenyezi Mungu asema katika Qur'ani: yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Asema Mwenyezi Mungu atawainua ama anawainua wale walioamini na wale ambao wamepewa elimu. Mwenyezi Mungu atawainua daraja zao. Tujue umuhimu wa elimu, tujue umuhimu wa elimu. Mwenyezi Mungu katika aya nyingine anasema: fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Basi waulizeni wale watu wa dhikri. Yani watu wa dhikri, maulama wanasema ni wale wasomi, watu wenye elimu. In kuntum la ta'lamuna, ikiwa nyinyi hamfanyi nini, hamujui. Akasema bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam: man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Yule ambaye Mwenyezi Mungu amemtakia khairi, basi humpa ufahamu katika dini yake. Kwa hivyo mtu akipewa ufahamu katika dini ni dalili ya kuwa Mwenyezi Mungu jalla jalalu anampendea khairi. Bwana mtume pia akatuambia: talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kutafuta elimu ni faradhi kwa kila Muislamu. Na hapa akisema kila Muislamu, yani na Muislamu wa kike pia, sio Muislamu ati mwanamume tu, Muislamu wa kiume na wa kike. Hizi hadithi ama aya ambazo tumezitaja zinaashiria umuhimu wa elimu ama uwajibu wa kujifundisha. Hadithi nyingine ambayo ndo tutamalizia nayo ni hadithi mashuhuri kuwa siku moja alikuja mbedui katika msikiti wa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akataka kuswali. Akaswali. Alipomaliza swala, bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia: swali fa innaka lam tusalli, nenda kaswali tena, manake wewe hujaswali. Yule mbedui akaswali tena. Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada alipomaliza swala akamrudisha tena, akamwambia: wewe bado hujaswali. Takriban bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamrudisha mara 3, mpaka mwisho yule mbedui akamfuata akamwambia: ya Rasulullah, hii nilofanya ndio kadri ya uwezo wangu, siwezi tena zaidi ya hapa. Basi bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia: lau usingeniambia, lau usingeuliza, lau usingeniambia hivi, basi ningekurudisha uswali mpaka uchoke, yani mara nyingi. Kisha bwana mtume akamfundisha namna ya kuswali, akamwambia
idha qumta ila as-salati fakabbir thumma qra' ma tayassara min al-Qur'ani thumma irka' hatta tatma'inna raki'a thumma irfa' hatta ta'tadila qa'ima thumma isjud hatta tatma'inna sajida, mpaka mwisho wa hadithi maarufu. Akamueleza zile nguzo za swala pole pole. Tufahamu nini kutoka kwenye hadithi? Hapa ndo lengo. Tufahamu ya kuwa mtu hana haki ya kusema kuwa yeye likuwa hajui namna ya kutawadha, hana haki ya kusema kuwa yeye likuwa hajui namna ya kuswali, la. Kwa hiyo ni wajibu wa Muislamu kujifundisha ibada zake. Ajifundishe, ni wajibu ajifundishe ibada zake za kila siku. Namna ya kujitahirisha kama ni mwanamke, namna ya kujitahirisha kutokana na hedhi, na mwanamume na mwanamke ambao kujitahirisha kutokana na janaba, namna ya kutawadha, namna ya kuswali. Ni lazima mtu ajisomeshe. Lazima aende akatafute mwalimu amsomeshe. Kwa hiyo sio mtu tu kusema Mwenyezi Mungu ni rahimu bwana, yatosha bwana ukuwa umekwenda tu msikitini ukaswali. La, haitoshi. Lazima uswali inavyostahili. Huyu ni sahaba, ni mtukufu kuliko sisi. Alikwenda pale mbele ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini bwana mtume hakumwata. Maadamu amekosea, bwana mtume akamtanabahisha na swala yake akambainishia kuwa swala haifanyi nini, haikuswihi, ndio maana amemrudisha. Kwa hivyo inshallah haya masail ambayo tutajaribu kuyaeleza baada ya kujua umuhimu, sisi tutafanya bidii kadri ya uwezo wetu kutaja tu masail ama mambo ya wajibu. Ingawa katika baadhi ya sehemu labda tutataja sunna za udhu, tutataja sunna za kuoga, tutataja sunna za kuswali, sehemu zote ambazo kuna tunaweza kutaja mambo kama haya, lakini kwa kifupi, sio kwa ndani sana. Lakini focus kubwa, tarkizi kubwa tutakuwa tuangalia, yani ufafanuzi zaidi itakuwa ni katika mambo ya wajibu. Namna ya kutawadha, namna ya kutayammam, namna ya kuoga, sehemu za kutayammam, sababu za kutayammam, namna ya kuswali, mambo yanabatilisha swala, namna ya kufunga. Kwa hivyo inshallah madarasa haya ni mafupi. Tutazungumzia kuanzia kwenye tahara, kisha tutaingia kwenye swala, kisha tutaingia kwenye saum, kisha tutamalizia kwa taufiki ya Allah jalla jalalu na zaka za fitri. Manake haya ndo mambo ama hizi ndo yani ibada ambazo wengi katika Waislamu wanawajibika wazifanye. Tukiangalia zaka za mali, la, ni watu ambao ni matajiri. Lakini zaka za fitri takriban zaidi ya 95% ya Waislamu labda ni wajibu watoe zaka za fitri, kama tutakavyokuja kuona inshallah tukifikia madarasa haya. Kwa hivyo inshallah tuombe Mwenyezi Mungu atujalie taufiki, na kuanzia darasa inayokuja inshallah tutaingia katika kitabu cha tahara. Na jambo la mwisho katika kutanabahishana ni kuwa sisi tutaeleza fiqhi kulingana na madhehebu ya al-Imam Ash-Shafi'i, na kuna baadhi ya sehemu tutataja dalili, sehemu ambazo labda baadhi ya watu watataka dalili, inshallah tutazitaja. Lakini kwa nini tueleza fiqhi kwa madhehebu ya al-Imam Ash-Shafi'i? Pia hili ni jambo lazima tulitanabahishe kabla ya kuingia, ili kila mtu awe na kukinai na utulivu wa moyo, yani awe na tumaanina kwa yale yanayoelezwa inshallah. Fiqhi ama elimu ama sheria, kama tulivyotaja aya, Mwenyezi Mungu asema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna, waulizeni wale watu wa dhikri, wale wasomi, ikiwa nyinyi hamujui. Kwa hiyo sisi tumetagua madhhabi ya al-Imam Shafi'i, maana yake al-Imam Shafi'i ni msomi kuliko sisi. Al-Imam Shafi'i si yeye peke yake aloleta hizi hukumu, la, al-Imam Shafi'i anatoa kwenye kitabu na sunna. Manake kuna baadhi yetu husema jamani, mbona tumfuata Shafi'i, sisi tufaa kufuata kitabu na nini na sunna. Tukwambia al-Imam Shafi'i pia anatoa kwenye kitabu na sunna, na yeye anafahamu zaidi kuliko sisi. Na tukiambiwa kuwa al-Imam Shafi'i huweza kukosea ni mwanadamu, basi pia sisi tuweza kukosea zaidi kwa ajili sisi ni madhaifu na fahamu yetu ni qasir, yani fahamu yetu si kama ya al-Imam Shafi'i, elimu yetu si kama ya al-Imam Shafi'i hata kidogo. Kisha lingine ni kuwa al-Imam Shafi'i si yeye peke yake. Tukisema haya ni madhehebu ya al-Imam Shafi'i, baadhi ya watu hudhani ni Imam Shafi'i peke yake, lakini la, bali ni jeshi la wanazuoni, ni wanazuoni zaidi ya 1000, zaidi ya 10,000, zaidi ya wanazuoni 10,000 wamemfuata al-Imam Shafi'i na wakamuelewa na wakafafanua na wakaleta na dalili. Kwa hivyo tutaeleza kulingana na madhehebu ya al-Imam Shafi'i, na sehemu yote ambayo inahitaji dalili inshallah kwa tawfiki ya Allah tutajaribu kufanya nini, kutaja kwa ufupi tu. Tukitaja maulama waliomfuata al-Imam Shafi'i kama kusema yani, ili watu wawe na tumanina katika nyoyo, wanafunzi wake wa moja kwa moja ni al-Imam al-Muzani, al-Imam al-Buwaiti, miongoni mwa wanafunzi wake wa mwanzo ni al-Imam Ahmad bin Hanbal, miongoni mwa wanafunzi wake wa kuchelewa ni al-Imam Rabi'
kisha baada ya hapo kuna al-Imam al-Shirazi, kuna kina al-Imam al-Juwaini, kisha baada ya hapo kuna kina al-Imam al-Ghazali. Hawa wote ni vigogo, tena vigogo wa kisawa sawa. Kisha baada ya hapo, baada ya kina al-Imam al-Ghazali wanakuja kina al-Imam al-Rafi'i, baada ya kina al-Imam al-Rafi'i wanakuja kina al-Imam an-Nawawi. Al-Imam an-Nawawi ni an-Nawawi maarufu. Itakuwaje hawa wote wawe wamemfahamu al-Imam Shafi'i, wamemuunga, kisha tuje sisi tuseme la, hapa amekosea? La. Ni mpaka ufike daraja ile ndio utaweza kusema maneno kama haya. Baada ya kina al-Imam an-Nawawi kuna Ibn Hajar al-Asqalani al-Hafidh, yule Amirul Mu'minin katika hadithi, kuna na kina al-Imam as-Suyuti, kuna kina al-Imam as-Subuki, kuna kina Sheikh al-Islam Zakaria al-Ansari, kuna Ibn Hajar al-Haytami, kuna kina al-Imam ar-Ramli, kuna kina al-Baijuri, mpaka madhehebu haya yakatufikia sisi. Kwa hivyo hawa ni majeshi ya maulama ambao wamefuata madhehebu haya. Kwa hivyo hakuna wasiwasi kabisa, wala tajtami'u ummati ala ala dhalala. Naam. Kwa hiyo inshallah tutakomea hapa, na madarasa yatakayokuja tutaingia moja kwa moja katika kitabu cha at-tahara. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi awwalan wa akhira.